Bwana, Rozane kashaharibu huko unaambiwa. Rozane tayari binti ana kibendi, ana kitumbo. Sasa mbaya zaidi ni kwamba wazazi wa Rozane wanajua ile mimba ni ya mkwe wao ambaye ni Sebastian. Wasichokijua ni kwamba mume wa Rozane sio Sebastian. Mume wa Rozane anaitwa Rashidi. Muni fulani hivi ana hela, choka mbaya, mwamba mwenye kibaisikeli chake ntauni. Rozane bwana unaambiwa kajipeleka kwa Rashidi. Rashidi kadinya ya kwanza, kadinya ya pili, kadinya ya tatu, kadinya ya nne, kadinya ujauzito huu hapa. Sasa wazazi wa Rozane wakamuita Sebastian. Sebastian, hebu njoo bwana wewe kijana bwana, ongera bwana, umetugea mjukuu. Sebastian anapewa ngela kwanza. Sebastian mwenyewe anashangaa, mjukuu bwana, mke wako bwana Rozane ana mimba. Sebastian Sebastian akasonitania hivi, akaenda kwanza huko wodini alipokuwa Rozane kalazwa. Akaambia, wewe Rozane, ndo nini umefanya? Rozane pale anaanza kulia, roba msamaha. Sebastian, Sebastian, nini umefanya? Nisamehe Sebastian mimi. Sebastian akamwambia, sikiliza, hii issue wazazi wako lazima wajue kwamba mimi na wewe hata ile ndoa tumefunga ilikuwa ni feki. Wewe mimi sio mke wangu. Issue ya mimba mimi siko tayari. Waambie ukweli wazazi wako. Aliyetia ujauzito ni muuni tu, wabuza huko anaitwa Rashidi, sio mimi. Wewe Rashidi. Rozane akaanza kulia pale. Sebastian bwana, tukao tumeshia hapo, hatukujua nini kilichoweza kuendelea. Sasa msikilizaji, mfano siri hii ikaja kugunduka, ikaja kubumburuka mbele ya wazazi wa Rozane, itakuwaje? Kwamba anayemdinya Rozane sio Sebastian, anayemdinya Rozane Rashidi. Unahisi nini kitatokea? Bwana, karibu sana msikilizaji kwenye hii sehemu ya 6, mzigo mtamu kutoka kwake Said JR ya kuitwa Binti Rozane. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Bwana, karibu. Sebastian, tafadhali sana Sebastian, nakuomba usiseme ukweli huu kwa wazazi wangu. Ukitamka ukweli kwa wazazi wangu Sebastian, utamuua babangu. Babangu atakufa kwa pressure. Please, nakuomba sana Sebastian. Rozane alimsihi sana Sebastian, alimshika mpaka mkono Sebastian kwa hofu. Sebastian, nakuomba babangu, tafuta namna yoyote ya kusema kwa wazazi wangu ya kwamba hii mimba imeharibika baada ya muda. Lakini sasa hivi nakuomba tushirikiane na nitafanya lolote Sebastian unalolitaka. I promise you, na kuahidi lolote unalolitaka babangu mimi nitafanya. Nakuomba sana, niko chini ya miguu yako Sebastian. Naam. Sebastian kwanza aliuondoa mkono wa Rozane kwa dharau. Sebastian alisimama na kisha alijitengeneza shati lake vizuri. Unasema kwamba utafanya lolote, si ndio? Nakuuliza, unasema kwamba utafanya lolote Rozane, si ndio? Sebastian alipiga hatua moja nyuma kutoka kwenye kitanda alichokuwa amelala Rozane. Sebastian alionekana ni kama mtu vile aliyekanyaga mkaa wa moto. Uso wake ulikuwa umebadilika rangi, mishipa ya shingo ilikuwa imemsimama kana kwamba ni kamba iliyokuwa imekazwa. Macho yake Sebastian yalikuwa yamemtoka kwa ghadhabu ambayo haikuweza kuzuiliwa tena na kuta za wodi hiyo. Nisikilize Rozane. Mkataba wetu Rozane. Sebastian alifoka kwa sauti ya chini iliyokuwa imejaa mlio wa radi. Alikuwa na ukaribia uso wa Rozane kiasi cha kumfanya binti huyo azibe uso wake kwa mikono. Nisikilize Rozane. Tulikubaliana nini wakati tunasaini yale makaratasi kwa Bi Mwanja? Tulikubaliana kabisa
mimi nakuoa kwa jina. Unalipa deni la bwanako. Tunasubiri miezi 6 tu na kisha kila mtu anachukua 50 zake. Si ndicho tulichokubaliana? Sasa sema, kwenye ule mkataba kuna kipengele kinachosema ya kwamba mke atapata mimba ya mwanaume mwingine? Sebastian, tafadhali nakuomba. Nyamaza, sio unaniomba. Nyamaza Rozane. Naam, Sebastian alikata kauli yake kwa ukali mno. Alizunguka chumba kile kidogo kama simba aliyekuwa amefungiwa kwenye banda. Nisikilize Rozane. Huu uhuni wa kiwango cha lami unaonifanyia. Rozane, umepata mimba katikati ya mkataba wa uongo. Unajua maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kila kitu ni kimevunjika. Huu mkataba wa mimi na wewe hauna thamani tena. Leo hii, sasa hivi, natoka nje kwenda kumwambia baba yako ya kwamba mjukuu anayemsubiri sio wa kwangu mimi, ni wa Rashidi. No Sebastian. Sebastian, huwezi kufanya hivyo Sebastian. Please babangu. Rozane alipiga kelele kwa sauti ya kishindo. Alijitahidi sana kuinuka kitandani licha ya dripu iliyokuwa iko mkononi mwake. Sebastian, ukimwambia babangu, unajua nini kitakachotokea? Babangu atapata mshtuko na maisha yangu yatakuwa yameisha. Unataka kuniua, si ndio Sebastian? Nakuomba usimwambie baba ukweli. Wewe ndio unayetaka kuniua mimi. Unataka kuniua mimi kwa aibu Rozane. Hebu Rozane, jaribu kuimagine watu wakijua kwamba huyu mtoto sio kwangu. Mimi hii sura yangu nitaiweka wapi? Huyu mtoto sana babake. Kwa nini unanipakazia mimi? Yaani kwa nini huyu mtoto nimbebe mimi ili hali mtoto sio kwangu? Wewe mimi nimekudinya lini wewe? Hata kipochi manyoya chako sikijui kina rangi gani. Unakuja kuniambia kwamba nikubali kwa wazazi wako kwamba hii mimba ni ya kwangu. Yaani mke nioe mimi, alafu mimba uende wakamjaze mwingine. Ina make sense kweli? Mke nioe mimi, alafu nguo ya ndani wakavua wanaume wengine. Alafu nije nijitokeze mbele za watu niseme huyu mtoto ni wa kwangu. Are you serious? Sikiliza Rozane. Mimi ni mfanya biashara. Hiki ulichokifanya na huyo hawara yako Rashidi, hii ni hasara kwangu. Na kamwe siwezi kulikubali hilo. Hata iwaje siwezi kukubali. Mmeharibu kila kitu nyinyi wenyewe. Sasa mnapaswa kuweza kupambana na matokeo ya hiki mlichokifanya. Sebastian, usikuze mambo. Kwani tatizo liko wapi? Kama tumeweza kuficha hii siri siku zote hizi, kwa mimba ndio itushindwe kuficha hii siri? Hivi unaelewa kweli unachokiongea mpumbavu? Kama nikikaa kimya, ina maana kwamba mkataba wetu hautakuwa tena wa miezi 6. Inabidi nisubiri mpaka kujifungua kwako, kitu ambacho siwezi kukubali mimi. Mkataba wetu, ndoa yetu hii ya mchongo ni miezi 6 tu. Ushakuona wapi mwanamke akajifungua ndani ya miezi 6? Maana itabidi nikusubiri zaidi ya miezi 6 mpaka utakapojifungua. Wewe mwenda wazimu nini? Naam, Rozane alihema kwa nguvu. Kifua chake kilipanda na kushuka kwa kasi. Sebastian, mimi kujifungua ni miezi michache tu. Baada hapo mimi nitapotea kwenye maisha yako. Na kuahidi Sebastian, nakuomba ukubali. Miezi michache? Kujifungua kwako unasema ni miezi michache?
Na vipi kuhusu ndugu zako? Vipi kuhusu shangazi zako na mama yako? Unadhani wakijua kwamba mke wa Sebastian ni mjamzito watakabuza? Watajaa nyumbani kwangu pale Mwembe Yanga. Kila uchwao watakuwa wanaleta supu, watakuwa wanaleta kanga, yani uhuru wangu utakuwa wapi? Ukishajifungua ndugu zako watataka kuja kukaa pale kwangu wakulee wewe na mtoto wako miezi 3 ya mwanzo. Kwa unajifungua ni kusubiri, ni kuongezea miezi mingine ya kulea. Nitashindwa. Alafu nitashindwa hata kuingiza demu wangu mwingine ndani ya nyumba yangu kwa sababu ya ndugu zako watakuja pale kukuuguza. Miezi yote hii nikae na wewe, mimi si dinyani? Maana kwa siku yangu utakuwa kama pambo tu naigiza na kuangalia. Kwa hiyo mimi upwiru wangu nikautolea wapi? Kama ndugu zako na wewe wote mtajazana pale nyumbani. Hivyo mbona unajifikiria wewe tu? Naam. Rozane licha ya udhaifu wake, hasira ya kudhurumiwa ilianza kumpanda. Rozane alihisi ya kwamba Sebastian anaangalia upande wake tu bila kujali hali ya hatari alionayo. Rozane alijikaza na akakaa kimya. Alimtazama Sebastian kwa macho makali mno. Unazungumzia uhuru wako? Kwa Sebastian, hiko ndo kitu pekee unachokiwaza, si ndio Sebastian? Uhuru wako wa kuleta wanawake wale mademu zako wa klabu wale mademu wa kunywa pombe wale ndio unataka kuwaleta nyumbani kwako, si ndio? Hivi Sebastian, una akili kweli? Mwanaume unajitambua unaenda kuchukua wanawake klabu kweli Sebastian? Mimi hapa nimebeba mzigo ambao kila sekunde mimi unaniua kwa hofu. Unadhani Sebastian mimi nilitaka kupata hii mimba sasa hivi? Unadhani mimi nafurahia kuona Rashidi kule anateseka kwa siri huko nje? Sebastian, wewe ni mbinafsi. Ulipokea pesa za Bimwanja ukajenga jina lako kwa kuonekana umeoa binti wa kistaarabu. Sasa hivi unataka kuweza kunidondosha mimi shimoni kisa tu ndugu zangu watakuja nyumbani kwako, si ndio? Kwa nini unakuwa na roho mbaya hivyo wewe Sebastian? Kwa nini unashindwa nini kuvumilia kufanya mapenzi? Hivyo unajisikia wewe? Wewe kenge nini? Wewe unashindwa nini kuvumilia? Wewe ulitanua miguu, manu wakakudinya na mimba ikaingia, au mimba siku hizo wanajaza kwa upepo? Wewe unaniambia mimi nashindwa nini kuvumilia miezi yote? Wewe ulishindwa nini? Ndio tumefunga juzi tu hapa. Wewe mbona ukuweza? Alafu usithubutu kufananisha heshima ya nyumba yangu na huo uswahili wenu. Sebastian alijibu kwa sauti ya juu akimwonyeshia kidole binti huyo kuitwa Rozane. Nisikilize Rozane. Mimi nimepata mafanikio yangu kwa jasho langu. Sitaki kuingiliwa maisha yangu na watu ambao sio msingi kwangu. Rozane, wewe huna msingi kwangu. Alafu unaanza kuja kunipangia mademu wa klabu kwani haipiti? Alikwambia mademu wa klabu hawana kipochi manyoya nani? Si wanacho na wenyewe. Kwani kina utofauti gani na cha kwako? Si vile tu. Wewe huu ujauzito huu ni kosa lako. Ni kosa lako na la huyo mpumbuzi mwenzio Rashidi huyo asiweza kujizuia. Kwa nini nyamko na akili? Sikuna kinga zipo. Mlikuwa mnafanya nini wakati mnajua kabisa kwamba kuna mkataba unawalinda? Tulikuwa tunapendana. Mlikuwa mnapendana eh? Ukweli ndio huo. Tusingekuwa tunapendana singenipa hii mimba. Afu kitu ambacho wewe kijui. Maana wewe moyo wako kama jiwe. Lione kwanza. Unajua tu mambo mikataba. Nikwambie tu Rashidi ni mwanaume wangu. Na huyu mtoto wa tumboni ni wake. Kama uwezi kuvumilia, nenda, sikulazimishi mimi. Nenda bwana, kamwambie babangu potelea pote. Alafu uone kama utabaki salama mtaani. Wakati watu watakuwa wanajua kwamba Sebastian ni tapeli wa ndoa na watajua umegongewa demu. Siwezi tumenioa mtaani, watu wanajua wewe mimi mume wangu. Katangaze. Hasara kwa nani? Sio umekutilia demu wako. Nenda. Unakamia unanikomoa. Kwa hiyo wewe unanitisha mimi. Nakuuliza Rozane, kwa hiyo unanitisha? Nakuuliza Rozane, unanitisha?
Unanitishia mimi Rozane? Mimi na uwezo wa kukufuta wewe kwenye ramani kwa ndani ya huu mji ndani ya dakika moja tu. Tambua mimi nakufuta wewe. Nifute? Kama una kweli nifute. Mimi hapa ya nifute. Sio nataka kunifuta, nifute. Rozane alifoka huku akishika kifua chake. Alihisi mapigo ya moyo yakizidi kumwenda kasi sio kwa ya kawaida. Wewe vipi? Nifute sasa hivi. Maana nataka nikibaki hai. Kwa hizi pressure unazonipatia Sebastian, mimi nitakufa tu. Nenda kamwambie babangu ya kwamba mimi ni malaya, niliyepata mimba nje ya ndoa. Nenda. Na wewe ndio utokana boya, umeshindwa kunitunza mkeo. Nenda, unasubiri nini? Afi itaonekana yule mwanaume maskini Rashidi tu kakugongea. Wewe mkaka mzuri una gari. Nenda sasa. Si unataka kuharibu sasa. Wewe unanitisha mimi wewe. Majibizano yale ya Sebastian na Rozane yaliendelea kwa dakika kadhaa, na kila mmoja alikuwa anarusha maneno ya shombo kama mshale. Msikilizaji, Rozane alikuwa akijaribu kujitetea kwa hasira iliyochanganyikana na maumivu makali mno, huku Sebastian alikuwa akishikilia msimamo wake wa kuhisi amehujumiwa. Lakini ghafla sauti ya Rozane ilianza kufifia. Rozane alianza kuhema kwa tabu sana. Uso wake ulikuwa kibadilika, na ulikuwa ni uso ambao sasa unaelekea kwema kwenye manjano, na mkono wake uliokuwa umeshika kitanda ulianza kutetemeka. Kilele cha hasira yake kilikuwa kimefikia ukomo mwili wake. Mashine iliyokuwa iko pembeni yake Rozane ilianza kutoa mlio wa dharura, ikishiria kwamba shinikizo la damu limepanda kupita kiasi. Ilibidi sasa kwa haraka mno kijana Sebastian amwite dokta ili aje muangalie Rozane. Daktari alipoingia pale wodini alimwambia Sebastian atoke kwanza nje ili waweze kufanya kazi yao. Sebastian alipotoka nje hakutaka tena kuendelea kusalia pale hospitalini. Moja kwa moja aliamua kuweza kurudi nyumbani kwake Mwembeyanga. Sebastian akiwa anaendesha gari yake pembeni ya nyumba yake, ghafla nyuma aliweza kumwona Rashidi akiwa kaja na rafiki zake Kidevu pamoja na Joti. Rashidi alionekana kuwa na hasira sana, hasa mara baada ya kuambiwa kuwa Sebastian ndo alikuwa mtu wa mwisho kuonana na Rozane kabla Rozane hajaweza kuzidiwa. Taratibu Sebastian alishuka kwenye gari lake na kisha akasema, "Wewe Rashidi, nadhani umekosea njia Rashidi. Hapa sio hospitalini alipokuwa mwanamke wako." "Sikiliza bwana. Sio mimi niliyokosea. Bali wewe Sebastian ndo umekosea. Umefanya kosa kubwa sana Sebastian, kuhatarisha usalama wa kipenzi changu Rozane pamoja na mtoto wangu aliyopo tumboni mwake." "Sikiliza Rashidi. Mimi sijafanya chochote kibaya kwa mwanamke wako, zaidi tu kuongea naye. Hilo ndo kosa lako. Kosa lako kuongea na mwanamke wangu, na utalipia kwa damu." Aliongea kijana Rashidi na kisha karusha ngumi ya kwanza ya kushtukiza. Alikuwa amelenga kwenye taya ya Sebastian, lakini safari hii Sebastian hakuwa yule Sebastian wa mwanzo aliyepigwa hospitalini. Sebastian wa safari hii alikuwa ameshaingia kwenye mudi ya mapambano. Alikwepa ile ngumi ya Rashidi kwa uwepesi wa ajabu mno. Alizungusha kiwiliwili chake na kisha akampiga Rashidi bonge moja la teke la chembe ya moyo, teke ambalo lilimfanya Rashidi apoteze pumzi kwanza kwa sekunde kadhaa. Kidevu na Joti wakawa wanamuita Rashidi. Kidevu na Joti walipiga kelele na kuanza kumvamia kwa pamoja. Hapo ndipo ugomvi mzito ulipoweza kuzuka. Kidevu alijaribu kumshika Sebastian kwa nyuma, wakati Joti alipokuwa anarusha teke la mguu. Sebastian ambaye alikuwa na mafunzo ya boxing aliyokuwa akiyafanya kwa ajili ya kuweza kuweka mwili wake sawa, alianza kuonyesha sasa ufundi wake. Alimgeukia Kidevu, alimpiga kiwiko cha uso kilichomfanya bwana Kidevu aanze kuona nyota mchana kweupe. Joti alipojaribu kusogea, Sebastian alimkamata shati lake, akamvuta kwa nguvu, akamgongesha na kichwa chake ukutani. Kitendo kile kilimfanya kijana Joti anguke chini kama gunia la misumari kabla. Rashidi mara baada ya kupata pumzi akarudi tena kwa hasira. Alijaribu kumvamia Sebastian kwa kichwa. Sebastian akarudi hatua kama mbili vinyuma, akamkamata Rashidi mikono yake, akamzungusha, akamuwasha teke zito la mbavu, teke ambalo lilimfanya Rashidi ajigaragaze chini kwa maumivu makali mno. Na kisha Sebastian akasema, "Mlikitaka kipigo Haya, hiki hapa sasa. Nimeshawapatia washenzi wakubwa nyinyi.
Sebastian alifoka, uso wake ukiwa umekunjamana kwa hasira ya muda mrefu. Alimfuata Rashidi pale alipokuwa ameanguka, akaanza kumshushia mfululizo makonde ya uso. Rashidi maskini ya Mungu alijaribu kujilinda, lakini nguvu ya Sebastian zilikuwa ni mtu aliyekuwa akishusha hasira zake za maisha yake kwenye mwili wa adui yake. Alimbonda ise. Kidevu alijaribu kuinuka na chupa ya soda aliyokuwa ameipata pembeni ya barabara, lakini kabla hajaivunja ile chupa, Sebastian alimgeukia bwana Kidevu, alimpa teke la kifua likamrudisha chini mzima mzima. Ndani ya dakika chache tu umati wa watu ulijaa ukishuhudia huu ugomvi. Wakati sasa pambano hilo likiwa limefika kilele, ghafla sauti ya ving'ora vya polisi waliokuwa wakipita eneo hilo waliweza kuwaona, na bila kuchelewa polisi waliwakamata wote na kwenda nao kituoni. Naam. Baada ya masaa kadhaa kukaa kwenye selo zenye harufu ya jasho na kuta zilizokuwa zimechafuka, huku Rashidi na Sebastian walikuwa wanatazamana kwa chuki kupitia giza la rumande, hatimaye mlango wa nondo kafunguliwa. Bi Mwanja alikuwa amefika kuwatolea pale dhamana. Hakuna aliyethubutu kusema neno ndani ya gari lake mpaka pale ulipofika kwenye mgahawa mmoja wa kitalii uliopo maeneo ya utulivu, mbali kabisa na kelele za mtaani. Walichukua meza ya ndani kabisa, mbali na masikio ya watu. Bi Mwanja alikaa upande mmoja, huku Sebastian na Rashidi wakiketi mkabala naye kama wanafunzi waliofanya makosa mbele ya mwalimu mkuu. Rashidi alikuwa na plasta usoni na jicho lake moja lilikuwa bado lina rangi ya dhambarau kutokana na kipigo cha Sebastian. Hivi mlikuwa mnafikiria nini mpaka mkaamua kuweza kupigana? Na tena mmepigana hadharani kabisa. Bi Mwanja alihoji, sauti yake ikiwa na utulivu wa kutisha. Aliweka begi lake mezani na kuwatazama mmoja baada ya mwingine. Rashidi ambaye hasira ilikuwa bado inamchemka ndani ya mishipa yake, alijibu kwa sauti ya kukwaruza, hili halijaisha hili Bi Mwanja. Yeyote atakajaribu kumdhuru mwanamke wangu Rozani, basi atakumbana na ghadhabu yangu. Sebastian amefanya Rozani azimie hospitalini. Unategemea mimi nicheke naye tu huyu? Bi Mwanja alimtazama Rashidi kwa macho makali kiasi cha kumfanya kijana huyo asite kuzungumza. Unasema nini Rashidi? Unasema nini? Hivi kwa akili yako, nani unaona anataka kumdhuru mwanamke wako? Hivi unajua umetusababishia matatizo gani wewe? Hivi unajua ya kwamba heshima ya Sebastian ndiyo ambayo inamlinda huyo Rozani wako sasa hivi? Rashidi alipiga meza kwa hasira na kisha akasema, kumpa mpenzi wangu mimba, kwani nyinyi kuna athari gani kwenu? Yule Rozani ni mwanamke wangu tangu miaka hiyo. Kwa nini mlitaka nije kuomba ruhusa kwenu ya kuzana na Rozani wangu? Hiko ndicho ulichopaswa kuweza kufanya. Ulipaswa kuweza kutuambia kabla hujaweza kumpa mimba Rozani. Bi Mwanja aliongea huku akisogea mbele kiasi cha kumlazimisha Rashidi sasa arudi nyuma. Rashidi, labda tu nikukumbushe jambo moja. Jambo la umuhimu sana ambalo unaonekana unalisahau tena kwa makusudi. Huyo unayemuita mwanamke wako alikuja ofisini kwangu tena kwa adabu zote akitaka huduma yetu ya ndoa feki ili kuokoa maisha yenu. Mkataba wetu uliona vizuri tu na uliukubali. Hakukuwa na swala la mimba kwenye makubaliano yetu. Sasa inakuwaje nyie mnaenda kupeana mimba ndani ya mkataba wa kibiashara? Kwa nini msingesubiri miezi 6 ya ule mkataba uvunjike ndio mpeane mimba? Mimi kwangu sioni kama kuna shida yoyote. Rashid alijibu huku akijitahidi kujikaza kiume. Miezi 6 ikifika, Sebastian atoe talaka yake kama mkataba unavyosema na kila kitu kitaendelea. Mimba hizui talaka. Mjinga wewe. Bi Mwanja alifoka kwa sauti iliyowafanya wahudumu wa mbali wageuke. Hivyo unadhani sisi hatujalifikiria hilo?
Unadhani kwamba sisi ni wajinga kiasi cha kukataa kuweka swala la mimba kwenye mikataba yetu bila sababu za msingi? Unamjua vizuri babake Rozani ni mtu wa namna gani, si ndio? Mzee Msafiri ni mtu wa dini, ni mtu wa msimamo mkali. Sasa kwa akili yako ndogo Rashidi, unafikiri kwamba babake Rozani atakubali kirahisi tu binti yake atarakiwe hali ya kuwa ni mjamzito? Sio yeye tu, hata kama ningekuwa mimi ndo Mzee Msafiri nisingekubali hilo. Sheria na mila zinamlinda mwanamke mjamzito ndani ya ndoa. Mzee Msafiri lazima atapinga hiyo talaka. Na Mzee Msafiri, yani babake Rozani, atamshinikiza binti yake Rozani akafungue kesi mahakamani kudai haki zake. Ina maana kwamba wewe unataka kutuharibia kibarua chetu na sifa ofisi yangu kwa sababu ya starehe zako za hawara na huyo hawara yako Rozani? Naam, Rashid alitaka kubisha, lakini Bi Mwanja alimnyoshia kidole kumnyamazisha. Sasa nisikilize we kijana. Nikiwa kama mkuu wa hii biashara, uamuzi wangu ni huu. Kwa kuwa wewe na mpenzi wako Rozani mmeamua kuvuruga mkataba wetu kwa makusudi, kwa kuingiza swala la mimba ambalo linazidisha hatari ya siri yetu kuvuja, sasa basi utapaswa kuweza kulipa milioni 8 kama fidia uharibifu wa mkataba. La sivyo kila kitu kitakuwa hadharani. Nitakwenda mimi mwenyewe kwa babake Rozani na nitamwambia kwamba mkwewe Sebastian ni mwigizaji tu kwenye ile familia na binti yake ana mimba ya kijana wa mtaani ambaye ni wewe. Halafu tuone sasa kama huyu Mzee Msafiri atakubali wewe umuoe binti yake Rozani. Milioni 8? Hasa mimi nitoa wapi hiyo pesa? Na kwanza kwa nini nilipe hiyo milioni 8? Mimi sio mteja wako. Mteja wako ni Rozani. Mimi sitoi pesa kwa yoyote yule. Na wala hamwezi kunitisha nyinyi. Bi Mwanja tabasamu la ubaridi kabisa. Nisikilize Rashidi. Una siku 3 tu za kutoa hiyo pesa. Vinginevyo yajayo yanafurahisha na utajua kama mimi ni mwanamke wa kutishwa au la. Unaweza ukaenda sasa, maana huna faida tena kwenye meza hii. Rashidi alimtazama Sebastian kwa chuki, alimtazama Bi Mwanja na kisha aliweza kugeuka na kuondoka kwa hasira. Rashidi alikuwa akizungusha mikono yake kama mtu anayetaka kupasua hewa. Baada ya Rashidi kuondoka, ukimya mzito ulitanda pale mezani. Sebastian ambaye tangu mwanzo alikuwa tu amekaa kimya akichezea funguo za gari lake. Sebastian alimtazama Bi Mwanja kwa uchovu na hasira iliyokuwa imefichika. Sebastian akasema, Bi Mwanja, mimi nimefika kikomo. Sebastian alisema, sauti yake ikiwa haina chembe ya mzaha. Nakataa kabisa kuendelea na huu mpango. Siwezi na sitaki kuigiza kama baba kwa mtoto asiyeokuwa kwangu. Hilo halikuwepo kwenye makubaliano yetu ya kwanza. Sebastian, hebu kwanza tulia baba. Nitulie nini sasa? Watu wenyewe hawa hawana shukrani hao. Umemwona huyu Rashidi? Ana kiburi, hana adabu. Amenivamia nyumbani kwangu. Rozani naye ameniletea pressure tu kule hospitalini. Yaani wote ni viburi tu. Asa mimi nafanyaje kazi na watu wa design hii? Mimi Sebastian Black nina hadhi yangu hapa mjini. Siwezi kuendelea kupoteza muda wangu kumlinda kijana mpuzi kama Rashidi. Hii biashara imesharibika na mimi sitaki kuchafuliwa. Naam, Sebastian alisimama akawa anataka kuondoka. Ni bora nikae mbali na huu mchezo sasa hivi kabla hujaweza kunizika. Hata kama maana yake ni kupoteza pesa nilizowekeza, ni heri nusu shari kuliko shari kamili. Mimi siko tayari kuendelea na hii michezo. Bi Mwanja ilibidi amshike mkono Sebastian na safari hii sauti yake ikawa ni ya kubembeleza. Sebastian, hebu nakuomba unisikilize. Najua ulichokipitia leo ni kikubwa mno.
na Rashidi ni kijana mdogo asiyekuwa na akili. Lakini ukiacha sasa hivi hii issue, hasara itakuwa ni kubwa zaidi kwako na kwangu. Hebu tusubiri hizi siku 3. Nimetoa sharti la milioni 8 ili kumtisha Rashidi na kumfanya aone uzito wa kosa lake. Ikiwa hawatatoa hiyo pesa ndani hizi siku 3, basi mimi nakuhakikishia hakutakuwa na kurudi nyuma. Tutafichua kila kitu sisi wenyewe kabla hawajaweza kutuharibia zaidi. Msikilizaji, Sebastian kwanza alivuta pumzi ndefu, akionekana bado hajaridhika. Bimwanja, unazungumzia siku 3? Bimwanja, unazungumzia siku 3? Okay. Na baada ya hapo? Baada ya hapo kama hakuna mwafaka, mimi nikwambia tu kweli. Mimi najitoa hadharani. Yaani sitaki kuwa sehemu ya familia ajabu ajabu. Sitaki. Sawa Sebastian. Siku 3 tu. Naomba zisizidi. Naam. Sebastian aliondoka mgawani hapo akiwa na mawazo mengi sana. Alijua kuwa ndani ya hizo siku 3 lolote linaweza likatokea. Maisha yake Sebastian ya utulivu yalikuwa yameingiliwa na dhoruba ya uswahilini, na safari hii alihisi kuwa hata Bi Mwanja alikuwa ameanza kupoteza uelekeo wa biashara yake. Kila mmoja alikuwa akicheza karata yake ya mwisho, huku hatima ya Rozane na mtoto aliyekuwa tumboni ilikuwa ikining'inia kwenye uzi mwembamba wa mkataba uliokuwa umeshararuka. Wakati huo, msikilizaji, tukirudi kwa mama yake na Rozane. Mamake na Rozane yeye alikuwa akienda nyumbani kwa Sebastian kwa lengo la kwenda kuchukua nguo za kubadili za binti yake ambaye kalazwa hospitalini. Mama Rozane anajua binti yake Rozane ni anaishi kwa Sebastian, kwa akaenda kumchukulia nguo kwa Sebastian. Aya. Wada. Sasa bwana, mama Rozane alipofika kule Mwembeyanga kwa kijana Sebastian, hakumkuta Sebastian. Aliamua kumpigia simu lakini simu yake ilikuwa haipatikani, na ndipo mama huyo alipoamua kumuuliza mama mmoja ambaye alikuwa ni jirani yake na Sebastian. Akamwambia, dada, hivi habari yako? Salama tu. Samahani dadangu, mimi ni mama yake na Rozane, mke wa jirani yako hapa Sebastian. Nilikuwa nauliza kama umemwona leo, maana hapa nampigia simu simpati kwenye simu. Mama, kama unamuulizia Sebastian nadhani atakuwa kaenda kwenye vibarua vyake. Ila kama ni kuhusu Rozane, kusema ule kweli mama, tokea ile siku ya sherehe ile ya harusi, si tuje kumuona Rozane hapa. Huwa tu tunamuona mume wake Sebastian ndo anatoka hapo na kuingia, lakini huyo Rozane hatujai kumuona hapa mtaani. Kauli hiyo ilimshangaza sana mama Rozane, lakini hata hivyo hakutaka kuonyesha hilo kwa huyo jirani. Alihisi mapigo ya moyo mapigo ya moyo kama vile alikuwa anaongezeka kasi, lakini mama Rozane alijitahidi kutabasamu na kisha akasema, ni kweli binti yangu, Rozane hakuwa hapa nchini kwa siku kadhaa, ila yupo. Mimi nilikuwa namuulizia tu mume wake maana simpati kwenye simu. Labda umsubiri, yule jirani alijibu, na kisha aliingia ndani kwake akimwacha mama Rozane akiwa ameduaa. Mama Rozane alisubiri kwa muda bila mafanikio, na hivyo aliamua kuondoka, huku mashaka yake yakionekana kumtafuna mno roho yake. Alitembea kwa mwendo wa haraka kuelekea barabara kuu. Alijaribu kuunganisha doti kichwani mwake. Alifika hospitali ya Temeke akiwa na pumzi zinazokatika. Hakuingia moja kwa moja kwenye wodi, la hasha. Alisimama nje kidogo ya mlango akijaribu kutuliza uso wake usionyeshe hofu. Mama Rozane alipoingia ndani ya wodi, alimkuta Rozane yuko sawa baada ya kuzidiwa mara ya mwisho alipokuwa na Sebastian. Ingawa Rozane alikuwa sawa, lakini bado alionekana kuwa na huzuni. Mama yake akamwambia Rozane, mama, mbona umechelewa na nguo ziko wapi? Mama Rozane aliketi kwenye kiti kando ya kitanda. Alimtazama binti yake huyo kwa jicho la uchunguzi, jicho ambalo Rozane alipata kulijua vyema kabisa, ni jicho linalotafuta ukweli uliopotea. Hebu nisikilize binti yangu. Nimefika Mwembeyanga. Sebastian hakuwepo. Lakini nimekutana na jirani yako. Jirani yako anasema tangu siku ya harusi hajaona hata kivuli chako pale nyumbani kwa mume wako. Rozane, nataka uniambie ukweli. Unaishi wapi wewe?
Na hii mimba ulionayo, mbona Sebastian hakuwa na furaha kama mwanaume aliyesubiri mtoto? Rozane alihisi ulimi wake ukikauka. Hakutarajia mama yake angeenda nyumbani kwa Sebastian na kuanza kuulizia majirani. Mama, unajua majirani wa mjini wana majungu wao. Mama, mimi nilikuwa nasafiri kikazi. Wewe usinidanganye we mtoto. Usinidanganye, narudia tena. Ho, mimi ni mama yako. Nimekuzaa. Najua unaposuzika na unapoanza kucheza michezo ya hatari. Baba yako akijua unamdanganya Rozane, damu itamwagika. Sema ukweli hapa sasa hivi. Unakaa wapi we mtoto? Na nini kinaendelea kati yako wewe na mume wako Sebastian? Mama jamani. Ina maana mama huoni hata hii hali nilionayo mama na unanifokea? Mama, chochote kibaya kati yangu na mume wangu. Unajua wanawake wa Uswahilini mama, umbea ndo jadi yao mama, achana nao, ni maneno tu ya umbea. Kumbuka hii ni mara ya pili binti yangu. Lisemwalo lipo, na kama halipo linakuja. Mwanzo niliposikia kwamba ndoa yako ni feki, ulisema maneno ya Uswahilini. Leo hii pia nakwenda mpataani pale unapoishi, unaniambia kwamba maneno ya watu mtaani, si ndio? Mama, mimi sioni sababu ya kuumiza kichwa kwa hili jambo mama. Una uhakika na unachokisema? Ndio mama. Naam. Waliendelea kupiga stori nyingine mpaka ilipofika majira ya saa 11 za jioni, ambapo madaktari waliweza kumruhusu Rozane kutoka hospitalini. Ilipofika majira ya saa 11 za jioni, harufu ya dawa na kelele za mashine za hospitalini zilikuwa zimeanza kumchosha Rozane. Baada ya vipimo vya mwisho, daktari aliamuru ya kuwa anaweza kuruhusiwa kurudi nyumbani kwa sharti la kupata utulivu wa hali ya juu. Mama yake na Rozane, ambaye tangu mchana alikuwa na shaka moyoni mwake baada ya safari ya Mwembe Yanga, alijitolea kuongozana na binti yake. Mwanangu, hebu kwanza hizi dawa nizibebe mimi. Nitakusindikiza mpaka nyumbani kwako kwa mume wako, ili nihakikishe umepumzika vizuri kwa mume wako. Mama Rozane alisema huku akijifunga kanga yake kiunoni. Macho yake yalikuwa yakimchunguza binti yake. Msikilizaji, unaambiwa Rozane alihisi tumbo linamkata kwa hofu. Alijua fika ya kuwa mazingira ya kule Mwembe Yanga sio rafiki, na hakuwa na maelewano yoyote kati yake na Sebastian, na istoshe hakuwa na uhakika kama Sebastian atamfungulia mlango baada ya yale majibizano ya asubuhi. Mama hapana bwana. Mama usisumbuke kwa ajili yangu, mimi niko sawa tu, nitarudi mwenyewe kama mume wangu. Rozane alidanganya kwa sauti ya upole, akijaribu kuficha kutetemeka kwa mikono yake. Mama, unajua tayari nimeshampigia simu Sebastian, nimeongea naye kwenye simu na amesema atanipokea. Mama, wewe nenda tu nyumbani ukampikie baba chakula cha jioni. Mimi nitapanda tu bajaji, nitafika salama tu mama, wala hata usijali. Mama, si unajua mjamzito afi kwa mwendo wa bajaji, kwa uwe na amani. Licha ya kusita, Mama Rozane alikubali kwa shingo upande. Alimwacha binti yake akiondoka kwa mwendo wa kusuasua. Rozane alipanda bajaji, lakini akili yake Rozane ilifikiria namna ya kumuunganisha Sebastian na uongo wake. Alipofika Mwembe Yanga, Rozane alishuka, alilipa bajaji na kisha alisimama mbele ya nyumba ya Sebastian. Kwa mbali alisikia sauti ya mziki mnene wa amapiano uliokuwa ukitikisa vioo vya nyumba hiyo. Rozane alisukuma pale. Hapakuwa pamefungwa, akaingia ndani. Alipofika mlangoni, alishangaa na hali aliyokuwa ameikuta. Sebule ya Sebastian ambayo kawaida ilikuwa iko safi na yenye hadhi, sasa ilikuwa imejaza chupa za vinywaji vikali, mabaki ya vyakula na harufu ya sigara. Sebastian alikuwa ameketi kwenye kochi kubwa akiwa amezungukwa na wanawake watatu warembo waliokuwa wakicheka na kunywa kwa raha. Sebastian alionekana ni mlevi kidogo. Uso wake ulikuwa na furaha ya bandia iliyoficha hasira ya tukio la polisi mchana ule. Rozane alipoona hili tukio, alihisi damu kama ikimpanda kichwani. Hasira ya kike ilimkurupuka ghafla, akasahau udhaifu wa mwili wake. Rozane akaanza kupiga kelele pale, tokeni nje sasa hivi.
Rozani alikuwa anafoka huku akizungusha mikono yake na kuelekea kule mziki ulipokuwa unatokea. Akazima kabisa mziki wenyewe. Nyinyi akina nani? Na mnafanya nini kwa nyumba yangu? Embu ondokeni kabla sijaita polisi. Tokeni. Wale mabinti walishtuka, wakamtazama Sebastian kwa mshangao. Sebastian kwa upande wake alibaki tu ameketi akiwa ameshikilia glasi ya kinywaji. Alimtazama Rozane kama kiumbe wa ajabu aliyetokea ghafla kutoka mwezini. Sebastian, huyu hii takataka ni nani tena? Binti mmoja aliuliza kwa dharau. Sebastian akasema huyu ni mgeni anayejisahau. Sebastian alijibu kwa sauti ya kilevi, sauti ya dharau. Rozane hakusubiri maelezo ya ziada, alimvuta binti shati lake, akamsukumia kuelekea mlangoni na kisha akawafukuza wote watatu kwa matusi ya nguoni mpaka wakatoka nje kabisa, wakamwacha pale Sebastian akiwa peke yake. Baada ya geti kufungwa, Rozane aligeuka na kumtazama Sebastian ambaye sasa Sebastian alikuwa ameanza kucheka kicheko cha kejeli. Rozane, hapa nilipo na mambo mengi sana kichwani mwangu. Kwa sihitaji kuendelea kuongeza fujo zako, sihitaji. Kama ulivyofukuza hao wenzio, na wewe nakuomba utoke hivyo hivyo ndani mwangu. Huna chako hapa ndani. Mkataba wetu ulikufa tangu asubuhi kule hospitalini na tangu Rashid aliponivamia mchana. Nakuomba utoke Rozane. Nakuomba utoke Rozane. Hivyo unaota wewe Sebastian? Mkataba wetu bado haujaisha baba. Mkataba wetu bado una miezi mingi tu mbele. Unapata wapi haki ya kunifukuza wakati mimi ndo mke wako mbele ya jamii? Wakati mimi ndo mke wako mbele ya wazazi, unanifukuza niende wapi? Sina muda wa kurudia nilichokizungumza. Tayari nimeshafanya maamuzi. Mmeharibu nyinyi wenyewe makubaliano kwa kuingiza mambo ya kijinga. Nakuomba utoke ndani mwangu. Nisikilize Sebastian. Yaani kama ukinganga, yule Zuchu hapa ndo akasome. Sasa nikwambie, utake, usitake, mimi nitaendelea kuwa hapa na mimi ndo mkeo mwenye mimba ya mwanaume mwingine. Upo? Na ole wako uambie wazazi wangu ukweli kuhusiana na hii mimba. Ukisubutu Sebastian, nitahakikisha na kuharibia maisha yako yote hapa mjini. Hivyo una akili wewe? Nikishawaambia wazazi wako utanifanya nini wewe Rozane? Mimi ni Sebastian Black. Unadhani ya kwamba ninatishiwa na binti wa Uswahilini kama wewe mpumbavu sio kwa na akili? Unataka kujua nitakufanya nini? Nenda kawaambia wazazi wangu. Kawaambia wazazi wangu ukweli wa maisha yetu alafu uone. Rozane alikaribia pua ya Sebastian akionekana kuwa na hasira iliyopitiliza. Sebastian aliona jinsi mishipa ya shingo ya Rozane ilivyokuwa imemsimama kweli kweli. Rozane alikuwa akitweta kwa hasira. Hapo Sebastian alikumbuka onyo la daktari kuhusu presha ya Rozane, kwa hofu ya kutaka kuepuka lawama ikiwa Rozane atapoteza mimba hiyo nyumbani kwake. Sebastian aliamua kurudi nyuma, akawa mpole kidogo. Rozane alimshinda nguvu ya hoja, akaamua kuelekea kwenye kile chumba ambacho kawaida alikuwa akikitumia pale anapokuja kufanya maigizo. Alifungua mlango kwa nguvu, lakini alipigwa na butwa. Chumba cha Sebastian kilikuwa kimevurugwa, kila kitu kilikuwa kimeondolewa. We mwanaume, mbona chumba changu kimevurugwa hivi? Mashuka, nguo. We, nguo zangu ziko wapi? Sebastian, ko umeingiza mademu wako ndani, nguo zangu umezificha, si ndio? Bora ningekuwa nimezificha, saizi ningekuambia uzichukue sehemu. Nimezichoma moto. We, nini?
Rozani alipiga kelele ya kushtuka. Alihisi moyo wake ukisita kupiga kwa sekunde kadhaa. Sebastian, umechoma nguo zangu mimi moto. Mashuka yangu na yeye umeyachoma moto. Kwani hujasikia nilichokiongea? Bwanako Rashidi amenikera sana leo kule polisi. Hana hata hospitalini, wewe mwenyewe umenikera sana. Niliporudi tu hapa nikajihisi kuwa na chuki na kila kitu kinachokuhusu wewe na yeye huyo Rashidi wako. Nikazikusanya nikazitia moto uani huko. Rozani alihisi tumbo lake likishtuka kwa maumivu makali ya ghafla. Alijua ni hasira ya mshtuko. Alishika tumbo lake na kisha kakaa chini kwenye sakafu akipumua kwa tabu mno. Sebastian aliona ile hali ya Rozani. Sebastian alishtuka. Alikumbuka kuwa hataki kuwa muuaji au sababu ya kifo cha mtoto ambaye hana hatia. Alishuka pale kwenye kochi kishingo upande na kisha akamkaribia Rozani. Hebu nisikilize Rozani, tulia basi. Hebu usinitie pressure nyingine hapa. Sebastian alisema kwa sauti ya chini akijaribu kumshika bega, lakini Rozani akamkwepa. Nataka mashuka yangu na nguo zangu Sebastian. Sasa hivi napoongea nataka nguo zangu, nataka mashuka yangu. Nimekwambia nimechoma moto. Sasa narudishaje sasa? Siwezi kurudisha kutoka kwenye majivu. Mimi nimekuwa muumba kwamba kitu nilichokichoma naweza nikakiunganisha tena. Twende ukanunulie. Kununua nini sasa hivi? Saa 12 jioni. Vyote ulivyovichoma moto twende ukaninunulie. Sebastian, unataka mimba yangu itoke, si ndio? Unataka kumuua mtoto asiyekuwa na hatia kwa sababu ya roho yako mbaya Sebastian. Kama unipeleke kwenda kununua mashuka mapya sasa hivi, na hapa nitalala hapa sakafuni mpaka asubuhi, na kila kitakachotokea kitakuwa ni juu ya mikono yako. Hebu nisikilize Rozani. Mimi sina tatizo na mtoto wako huyo. Na kwanza huyo mtoto wako mimi hanihusu. Kwa sababu wakati unadinyana unafurahia utamu wa dudu, mimi sikuwepo. Na ulikuwa na hisi tu ulikuwa unaifurahia sana. Sasa iwaje mimi kwenye mambo yako ya mimba unishirikishe mimi? Sitaki. Alafu pia sitaki ufie hapa nyumbani kwangu. Mambo ya useni machozi kafia geto. Sawa? Twende. Rozani alijipangusa machozi na kisha alisimama. Sebastian, nini? Afu naisikia mimba yangu imekupenda wewe. We koma wewe. Koma tena ushindwe. We mweo nini? Sawa. Mimi nalijua duka lenye mashuka mazuri kule mtaa wa pili. Nataka mashuka yenye rangi ya dhambarau kama yule ya choma moto. Sebastian akiwa amechoka roho mpaka mwili, alichukua pale funguo za gari lake. Alijua kuwa anachokifanya ni kwa ajili ya usalama wa kisheria na kuepuka kashfa ya kifo cha mjamzito nyumbani kwake. Rozani alipanda kwenye gari kwa madoido ya kike akijua kuwa amemshinda Sebastian kwenye hii raundi. Walipokuwa wakielekea dukani, Sebastian alikuwa akitazama mbele kwa ukimya. Alikuwa akijiuliza ni lini mnyororo huu wa matatizo utaweza kukatika. Kwa upande wake, Rozani alikuwa ameshika tumbo lake. Alikuwa akimwaza mmewe Rashidi namna ya kumweleza ya kuwa sasa amejikita rasmi ndani ya nyumba ya Sebastian, sio kama mke bali kama adui anayetafuta hifadhi ya kulinda siri ya ujauzito wake. Safari ya kuelekea dukani ndio ulikuwa mwanzo wa usiku mrefu wa maigizo mengine mapya ndani ya kuta za nyumba za Mwembe Yanga, sehemu ambapo anaishi kijana Sebastian. Naam, waliweza kufika kwenye maduka ambapo Sebastian aliweza kulipia nguo zote ambazo Rozani alizinunua. Ingawa moyoni mwake Sebastian alikuwa hataki, lakini bado kulikuwa kuna nguvu fulani iliyokuwa ikimsukuma kufanya vile bila yeye mwenyewe kuelewa ni kwa nini anafanya vile. Waliporudi nyumbani, waliagiza pale chakula ambapo walikula na kisha kila mmoja akaenda kulala kwenye chumba chake. Usiku kucha Sebastian hakuweza kabisa kupata usingizi. Kila alipokuwa anamfikiria Rozani na ule ujauzito wa Rozani, Sebastian aliona kabisa ni jambo ambalo hawezi kuhangaika nalo. Kulipokucha, kabla hata Rozani hajaamka, Sebastian aliamua kwenda kufunga safari mpaka nyumbani kwa Bi Mwanja. Alipofika, alimkuta Bi Mwanja akiwa sebuleni kwake anatazama taarifa ya habari ya asubuhi. Bi Mwanja akamuuliza, "We Sebastian, vipi? Mbona asubuhi kuna nini?"
alihoji Bi Mwanja. Sebastian alimtazama kwa uso mkavu kweli kweli, uso uliochoka kuvumilia, na kisha Sebastian akasema Bi Mwanja, hakuna tena haja ya kuendelea kusubiri hizo siku 3. Kwa nini tena? Rozane amerudi nyumbani kwangu na haonekani wa kuondoka leo wala kuondoka kesho. Sasa siwezi kulea mimba ambayo sio ya kwangu mimi, siwezi. Hebu sikiliza Sebastian, sio kwamba utailea ile mimba, bali hii ni biashara. Una maana gani Bi Mwanja? Kama Rozane ataishi kwako na ile mimba yake, basi atapaswa kuweza kujihudumia yeye mwenyewe kwa kila kitu, na pia atapaswa kuweza kukulipa. Mimi sitaki mimi. Yeye na hawara yake Rashidi ni wasumbufu. Bi Mwanja, huwezi kuamini, jana jioni kanipeleka dukani nikamnunulie nguo zake. Safi, umefanya vizuri sana Sebastian. Vizuri? Ebu Bi Mwanja, subiri kwanza. Usiniambie kwamba upo upande wa kina Rozane. Sebastian, mimi ni mwanamke. Mimi pia ni mama. Naelewa kwa undani zaidi hali ambayo Rozane anaipitia. Kwa sasa nakuomba usimlaumu wala usimhukumu kwa vitendo vyake, kwa sababu ujauzito alionao inawezekana kuwa ndo sababu ya yeye kuwa hivyo alivyo. Na istoshe, mimba yake ya kwanza. Kwa ni kawaida kwa baadhi ya wanawake kuwa ni wasumbufu, na uende ile mimba imekupenda wewe Sebastian. Unaona? Unarudia yale yale Bi Mwanja. Nisikilize Bi Mwanja. Tatizo hapa sio yeye Rozane kuwa msumbufu. Hebu nisikilize vizuri. Tatizo ile mimba sio ya kwangu. Sasa kwa nini teseke wakati mwenye mimba yupo? Aliyemdinya Rozane yupo. Sasa kwa nini mzigo nipewe mimi? Hivi kweli karne sasa hivi mwanaume gani ambaye yuko tayari kulea mimba ambayo sio ya kwake na anajua kabisa mwenye mimba yupo? Nisikilize Sebastian. Usichukulie hii mimba ya Rozane kama mateso kwenye maisha yako. Chukulia hii kama fursa. Rashidi atapaswa kuongeza pesa. Badala ya milioni 8 inabidi atoe milioni 12, na zote utazichukua wewe Sebastian. Sebastian aliposikia hivyo kidogo alionekana kutulia, kwani alijua kama akipata pesa hizo anaweza kafanya mambo yake mengi tu yaliyokuwa yakihitaji pesa. Okay. Sawa. Mimi naondoka. Ila kama Rashidi hatotoa hiyo pesa, basi kila kitu kitakuwa hadharani. Mimi sifanyi kazi za kujitolea. Yaani sifanyi kazi za kujitolea. Amini kwamba hiki ninachokwambia. Naam. Akiwa anasimama Sebastian kutaka kutoka pale, ghafla kwa mwendo taratibu kijana Rashidi aliingia mule ndani. Aliketi kwenye sofa la pembeni na kisha akasema, jamani, mimi nimefikiria sana, tena kwa kina sana. Nimeona kama kila kitu kikiwa hadharani kwa sasa nitakayepoteza ni mimi. Mimi sipo tayari kumkosa Rozane wangu hali ya kuwa bado napumua kwenye ulimwengu. Hivyo basi pesa yenu hii hapa. Rashid alitoa milioni 8 akaiweka pale juu ya meza. Bi Mwanja alimtazama na kisha akamwambia, bado milioni 4? Zinatakiwa milioni 12. Au unataka kusema wewe hujanielewa? Okay, sawa. Milioni 4 hii hapa. Ila mimi na sharti kwako wewe Sebastian. Mwanamke wangu Rozane anapaswa aishi kama malkia ndani kwako. Na mimi macho yangu yatakuwa nyumbani kwako Sebastian muda wote. Sasa ole wako nione vitu vinakwenda tofauti, hali ya kuwa pesa hizi zote mimi nimeshalipa. Kauli hiyo ilionekana kumkera sana Sebastian. Alitaka kumvamia Rashid lakini Bi Mwanja akamzuia. Wewe Rashid, hebu nenda kwanza, ondoka. Nenda bwana.
ondoka. Kwa kuwa umeshatimiza ahadi yako, basi Rozane ni jukumu letu sisi, wewe nenda. Si tutamlea huyo Rozane. Baada ya Rashidi kuondoka, Sebastian alichukua zile pesa na kisha naye akaondoka kurudi nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake, Sebastian alishangazwa kuona geti liko wazi na harufu ya marashi ya kiasili na moshi wa udi ulikuwa ukitokea ndani ya uwanja wake. Aliegesha gari lake na kisha kashuka, lakini kabla hata hajaingia alisikia sauti ya vicheko vya wanawake, sauti zilizokuwa zina mamlaka na furaha iliyopitiliza. Alipokanyaga sebule yake, alipigwa na butwaa. Nyumba yake ambayo kawaida ilikuwa ina utulivu wa kitaalam kabisa na mpangilio wa kiume, sasa ilikuwa imetawaliwa na ugeni mzito pale sebuleni. Pale sebuleni alikuwepo mama yake Rozane, akiwa na mama zake wadogo wawili wa Rozane. Walikuwa wametandaza kanga zao pale chini, huku wakichambua mboga na kuongea kwa sauti ya juu, yani kama vile wako sokoni tandika. Rozane alikuwa ameketi katikati yao, akicheka kwa madoido, uso wake ukiwa umeng'aa kwa furaha ambayo Sebastian hakuwahi kuiona tangu waanze mchezo wao huu wa mkataba. Mkwe wetu umefika, alikuwa ni mama mdogo, mmoja kati ya wale wawili. Aliongea hivyo huku akipiga vigelegele. Kabla hata Sebastian hajatoa neno, mama Rozane alisimama kwa haraka akiwa ameshikilia chungu kidogo cha udongo kilichokuwa kinatoa moshi wa dawa za kiasili. Alimkaribisha Sebastian kwa kasi huku akiwa anazungusha kile chungu kichwani mwa Sebastian mara 3. Mungu awalinde wanangu. Nazindika hii nyumba dhidi ya macho ya husda. Nataka wanangu mpendane sana. Mama Rozane alikuwa ananong'ona maneno hayo ya kiasili huku akiwa anamnyunyuzia Sebastian maji fulani vya baridi, maji yaliyochanganywa na majani. Lazima tuilinde hii nyumba. Na zaidi ya yote, tulinde kile kiumbe kilichopo tumboni mwa mke wako. Rozane ni mjamzito na nyumba ya mjamzito haitakiwi kuwa wazi kwa kila pepo baya. Tunaendelea kuzindika hii nyumba. Sebastian alihisi hasira ikimpanda mpaka kooni. Sebastian alikuwa anachukia sana mambo ya mazindiko, mambo ya kishirikina. Alikuwa hapendi, na zaidi ya yote alichukia kuona nyumba yake imegeuzwa kuwa uwanja wa matambiko bila hata ruhusa yake. Sebastian alitaka kufoka pale, lakini alipokutana na macho ya Rozane yaliyokuwa yakimsii kwa mbali kwamba tulia, Sebastian alikumbuka onyo la daktari na pesa ambazo katoka kupewa na Rashidi. Alishia tu kuweza kulazimisha tabasamu la kinafiki, tabasamu lililokwama midomoni mwake. Karibuni. Karibuni kina mama, karibuni, Sebastian alisema kwa sauti iliyojifanya kuwa ni ya furaha, ingawa moyoni mwake Sebastian alikuwa akipanga namna ya kuwatoa. Asante mwanangu, leo tumekuja kukupikia supu ya maana kweli kweli na kumpa binti yetu utulivu. Mama mdogo mwingine aliongea huku akimkonyeza Sebastian. Sebastian alitikisa kichwa na kuelekea chumbani kwake. Alitafuta sehemu ya kuvuta pumzi. Alisukuma mlango wa chumba chake kikubwa na kisha akaingia. Lakini huko nako hakuwa peke yake. Rozane alikuwa ameshatangulia ndani ya chumba hicho na kukifanya kionekane kuwa kama cha kwake. Rozane baada ya kuingia alisimama mbele ya kioo kikubwa cha Sebastian akiwa amevalia gauni jepesi la hariri lenye rangi ya maziwa, gauni ambalo lilikuwa likichola umbo lake kwa uzuri wa kipekee. Alikuwa pale akichana nywele zake ndefu kwa maringo, akigeuza shingo yake huku na kule, huku tabasamu lake Rozane likiwa limepambwa na rangi nyepesi ya lip gloss iliyokuwa iking'aa kwa miale ya jua iliyoingia kupitia dirishani. Sebastian alisimama pale mlangoni, alitaka kufoka kwa nini Rozane ameingia chumbani mwake, lakini maneno yalimkwama kijana Sebastian. Tofauti na siku zote alizomwona Rozane kama mwanamke msumbufu wa Uswahilini, leo unaambiwa Sebastian alijikuta akipigwa na butwa. Kwa mara ya kwanza macho yake Sebastian yaling'amua uzuri wa Rozane ambao ulikuwa umefichwa na vurugu za mikataba na ugomvi.
Ngozi yake Rozane ilikuwa ina rangi ya kahawia iliyokolea. Macho yake makubwa yalikuwa na mvuto wa kike uliokuwa una nguvu, na ile hali ya ujauzito aliyokuwa anaonekana nayo iliendelea kumpa nuru fulani iliyomfanya Rozane aonekane ni mrembo kupita kiasi. Alipomwona Sebastian kupitia kioo, alitabasamu kwa upole, tabasamu la kweli, si lile la maigizo. Aligeuka kwa mwendo wa polepole, gauni lake likipepea miguuni mwake taratibu kabisa. Sebastian, samani kwa kuingia pa chumbani mwako. Nimelazimika kuingia humu na kupanga vitu vyangu ili familia yangu waamini ya kwamba sisi ni mke na mume wa kweli wanaolala chumba kimoja. Unajua mamangu jinsi alivyo. Mamangu kama angejua analala chumba cha wageni, siri yetu ingekufa leo. Sebastian alijikuta kwanza nakosa hata la kusema. Alikuwa amepanga kumfokea Rozane, lakini uzuri wa siku hii ulimfanya Sebastian ajihisi mnyonge. Kwanza alikohoa kidogo na kisha karudisha mamlaka yake. Okay. Sikiliza Rozane, kama umeshamaliza toka chumbani kwangu. Nataka nibadili nguo nikaoge. Sebastian alisema, ingawa sauti yake haikuwa na ukali kama kawaida. Rozane kwanza alicheka kidogo. Sauti ya kicheko chake ilisikika kama mziki wa mahaba. Kwa mwendo wa maringo, Rozane huku akizungusha kiuno chake kidogo kwa namna inayovutia, alimsogelea Sebastian mpaka wakakaribiana. Harufu ya perfume yake nzuri ilimfanya Sebastian apoteze hasira zake zote. Unaambiwaga hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Rozane aliweka mkono wake mmoja begani mwa Sebastian na kisha akasema kwa utani, hivi inaonekanaje mume wangu? Naomba uniambie. Mume wako nani? Si wewe mume wangu feki. Leo mbona unaniangalia kwa namna tofauti Sebastian? Hakuna utofauti wowote. Hebu acha kujishebedua hapa mbele yangu. We naye unajifanya mgumu kaa chuma cha reli. Hivi wewe Sebastian, kweli wewe unaweza kuwa mgumu kwangu wewe? Unaweza kuwa mgumu kwa mtoto kama mimi? Eti niangalie vizuri kwanza. Hivi wewe ni lini Sebastian uliwahi kunisifia ukaniita mimi ni mrembo? Lini wewe Sebastian? Au mpaka upate mkataba wa Bimwanja unaosema ya kwamba mke lazima sifiwe? Sebastian, mara moja nisifie basi. Leo nimependeza. Ona mpaka sura yako inataka kutuna. Unataka kujifanya mgumu wakati ugumu huna. Mimi ndo Rozane. Sebastian alijikaza na kweli akaangalia kwenye sura yake, aisema mjomba huku chini alitaka kumsaliti. Sebastian akajikaza. Hebu nisikilize wewe. Urembo haufosiwi binti, sijui unaelewa. Urembo unakuja kwa mtu automatically. Alafu kwa taarifa yako, sioni chochote cha ajabu kwako. Hujapendeza. Sawa. Najua unajikaza kisabuni tu. Ila sunaona leo nilivyokuwa na furaha. Mamangu yuko hapa. Na kwa mara ya kwanza tangu nifunge hii ndoa feki, najihisi niko salama. Sebastian, hebu naomba tuwe hivi mpaka familia yangu itakapoweza kuondoka. Tayari nimeshaongea na Rashidi na nimemweleza kila kitu, na Rashidi amekubali nikae hapa kwa ajili ya kulinda heshima ya baba. Ila siku hapa kwa sababu eti nakupenda. Naona kama vile ulishaanza kupata libichu wa hilo. Sebastian alimtazama Rozane. Aliona furaha ya dhati kabisa ndani ya macho yake. Aliona jinsi Rozane alivyokuwa akichezea nywele zake na jinsi alivyokuwa anajiamini ndani ya ile nyumba. Kwa sekunde hiyo, Sebastian alisahau kila kitu. Unajua uzuri wa Rozane ni kama vile ulimpeleka kwenye ulimwengu mwingine kwa muda. Rozane alimtazama kwa upole na kisha akaendelea kusema, nisikilize Sebastian. Najua makubaliano yetu kuna kwamba tuwe hivi kwa kipindi hiki. Usinichunie mbele ya wazazi wangu. Fanya kama kweli vile unanipenda.
Na mimi nitafanya kama kweli mimi ni mke wako, tena nita-act kabisa kwamba mimi ni mke bora baba. Na baada ya wazazi wangu kuondoka, tunaweza tukarudi sasa kwenye uadui wetu na kugombana. Wewe mwenyewe ushangai leo na kupetipeti hivi. Ni kupetipeti wewe kwa lipi hasa? Da, okay. Lakini tu kitu kimoja hutokipata kwangu. Kitu gani? Huwezi kunikula. Kasa mimi sio mkeo. Ni tunaigiza tu. Kwa utanikula kwa macho. Rozane alizungumza hayo huku akizunguka mbele ya Sebastian kwa maringo. Tena nakwambia alikuwa akijibenua hivi kitako chake, akionyesha jinsi gauni lake lilivyokuwa limemkaa vyema. Jamani, Sebastian alivalia nguo kama ya kulalia tu. Inakwambia mzigo unatikisika mwelele. Nisikilize Sebastian. Leo nataka nipike chakula kizuri na mama zangu. Nataka nyumba hii inukie furaha Sebastian. Jaribu hata mara moja tu kuwa binadamu mwenye tabasamu. Sawa Bamtu? Bamtu wako nani? Sebastian. Igiza basi mimi ni mkeo. Wazazi wajua tunapendana. Sebastian alimtazama binti yule aliyekuwa akionekana ni mchangamfu kuliko wakati wote. Sebastian alijikuta akishusha mabega yake. Okay. Sawa Rozane. Nitafanya hivyo unavyotaka, lakini kwa ajili ya hawa wageni waliokuwa sebleni. Usizidishe madoido yako Rozane. Oho. Rozane, unajua mimi sio mtu wa mchezo. Kwamba utanifanya nini? Naona kabisa unanitega. Na mtu akiona kutega maana yake nini? Si maana yake unautaka. Madoido yako ya full stop. Bibi nitaigiza. Lakini mambo ya kunibenula midomo, unanisogelea unakatika mbele yangu, unavaa ngozi za ajabu, nitakubaka. Makubwa. Haya, asante baki jacho. Rozane alitania, akamkonyeza Sebastian na kisha alitoka chumbani kwa maringo huku akiendelea kutikisa tako lake. Akawa anaelekea sebleni kuungana na ndugu zake. Sebastian alibaki amesimama peke yake pale chumbani. Anamtazama Rozane alipokuwa amesimama mbele ya kioo. Sebastian alihisi harufu bado ya Rozane imebaki mule chumbani. Alijaribu kujiambia kwamba Rozane ni adui yake, lakini moyo wake Sebastian ulianza kupiga makelele ya kwamba Rozane sio adui. Moyo wa Rozane ulianza kubisha, bwana. Unamhitaji adui mtoto mrembo hivi? Moyo wa Sebastian ukaanza kumwambia, sikiliza Sebastian. Rozane huyu ni mwanamke, tena mwanamke aliyekamilika. Huyu mwanamke mrembo wewe. Sebastian alijikuta kwanza anavua shati lake akaelekea bafuni, lakini kichwani mwake picha ile ya Rozane akitabasamu, Rozane akijibenua hivi, bila Rozane akikatika ule msambwanda. Sebastian alibaki kule chooni kaganda hivi ngwe. Rozane alikuwa anatazama picha ukutani. Yale maigizo yalikuwa yameanza sura ya utofauti kabisa, na Sebastian alihisi ya kuwa safari hii mtego wa mapenzi unaweza ukawa ni hatari zaidi kuliko mtego hata wa mkataba. Baba siara nini? Ndoa vinasemaga, je, washabiki zangu nyinyi msije siku mkanitongoza, sio wanaume kukataa ngumu. Anko mimi nakupenda na kudinya. Mimi sio kama Sebastian. Unachelewesha unakuja unanikatikia na kukamata. Na kudinya. Shenz. Sasa baada ya kuoga kijana Sebastian alitoka sebleni ambapo alikaa na familia ya Rozane. Walipiga story kiasi kwamba Sebastian alijisikia amani ya kuwa na familia, ingawa kwa muda mfupi. Mazungumzo yalikuwa na harufu ya nyumbani, mbali kabisa na ubaridi wa upweke uliokuwa umezoeleka ndani ya nyumba hiyo ya Mwembe Yanga. Msikilizaji, Mama Rozane na ndugu zake walijaza nyumba hiyo kwa hadithi za kijijini kwao, utani uliomfanya Sebastian kwa mara ya kwanza acheke kutoka moyoni bila kuangalia saa yake ya mkononi. Rozane akiwa amevalia kanga iliyokuwa imefungwa kiunoni juu ya gauni lake, alikuwa akizunguka mezani akimalizia pale kuandaa chakula. Kila hatua yake Rozane ilikuwa ina nidhamu na heshima. Alitoa heshima zote kwa Sebastian kama mume wa kweli na akamuita kabisa baba kijacho. Muda mwingine alikuwa anamuita mume wangu, tena kwa ile sauti ya upole kabisa, ambapo hata wageni wenyewe wakawa wanashangaa, wakawa wanasema jamani, hao watoto wanapendana nyie. Nyie. Rozane alionekana ni mwenye furaha ya kweli, furaha iliyotokana na kuiona familia yake ikiwa imetulia na kuridhika na maisha yake mapya ya uongo.
Mume wangu, chakula tayari. Karibu mezani tusherehekee baraka hii ya leo. Hey, yeye Rozani unaambiwa alipiga mpaka na magoti kumkaribisha Sebastian chakula mezani. Sebastian alimtazama Rozani afa akajikaza tu. Yaani unaambiwa Rozani sio yule Rozani ambaye tunamjua. Unaambiwa mpaka akamvuta Sebastian kwa upole kuelekea mezani. Mahaba ndindi. Baada ya chakula cha jioni kilichojaa sifa kwa mapishi ya Rozani, wageni walijitenga kidogo ili kujiandaa na kulala. Sebastian alikaa kwenye sofa kubwa pale sebuleni akitaka kuangalia taarifa ya habari ili kupata utulivu wake wa kawaida. Lakini sasa Sebastian, kabla hata picha ya habari haijakolea, Rozani akamsogelea. Rozani akaenda kulala kifuani mwa Sebastian. Hey, yani mpaka Sebastian kwanza akashtuka. Sebastian mwili wake ulikuwa mgumu kaa jiwe, nakwambia Sebastian kila anapojikaza hivi. Lakini binti ni mtamu, binti ni mzuri. Sebastian, sisi wanaume ndo tunaelewa. Sebastian alikuwa kwenye hali ngumu mno kihisia kwa sababu Rozani alimwambia, nitakufanyia yote kama mume wangu ila hutonidinya. Hii kitu inauma. Na isitoshe ni kwamba Rozani ndo anadeka na kwambia, yani anamtikisia mwamba anateseka kihisia. Sasa upande wake Sebastian akajiambia, shenzi sitakiwi kuruhusu. Haya mazoea anoniletea Rozani haya, hapana. Lakini upande mwingine moyo wa Sebastian ukawa anamwambia, wewe acha ujinga wewe. Cheki toto hilo. Vipi? Kumbatia joto la Rozani wewe. Harufu yake, nywele zake zinavunukia, unaachaje goma? Sebastian, relax baba. Mamangu na shangazi zangu bado wapo macho na kuomba tuendelee kuigiza kwa huu muda mchache. Nishike basi kidogo, ufanye kama unanipenda. Rozani alinong'ona kwa sauti tamu na ya upole huku akichezea vidole vya Sebastian. Alianza kuleta lugha za utani akijiamini kwa 100% kabisa. Unajua Sebastian, mimi nikiamua kumpata mwanaume ni sekunde tunampata. Si unaona jinsi mume wangu Rashidi alivyopagawa na mimi? Haoni wala asikii juu ya penzi langu. Nisikilize Sebastian, mimi siko hapa kujisifu mbele yako, ila mimi najua namna ya kumfanya mwanaume awe chizo wa mapenzi kwangu. Upo? Yaani unajifanya kukaza, unajitia ngumu, ila mimi nikikutaka wewe dakika 0 tu, ni vile tu sijakupenda baba. Kwa hebu jikaze hapa tuigize tunapendana. Rozani alijisifia kwa sauti ya kutaniana, akimtazama Sebastian kwa jicho la kejeli. Sebastian alicheka kwanza kwa dharau. Mimi nikimtaka mwanaume nampata. Fyango. Wewe sio kwa mtu kama mimi. Rozani, kama umemteka Rashidi, mimi sio Rashidi. Mimi siendeshwi na hisia za kitoto. Sasa uongeza sauti ndogo, unataka mpaka wazazi wasikie uko ndani. Wewe vipi? Nikwambie tu kitu kimoja Sebastian, mimi hata wewe nikiamua na kupata. Sema nyoko uone. Ni vile tu staki. Utakuja kuuana na Rashidi bure. Maana mimi hapo kinigusa ndo mwenye afu unajua mama mjamzito anakuaga na joto. Wewe unadhani leo nikikupa mechi wewe utaniacha mimi wewe? Maana kwa sasa tuna vita yetu. Tena hii ni kubwa mno. Nikikuonjesha wewe utaenda kumpiga Rashidi, mtapigana, mtanigombania. Na ikitokea na wewe kaanza kunipenda unadhani itakuwaje? Mtauana tu na Rashidi. Najua sitakuacha kirahisi. Mimi ndo mtakuja. Ushawahi kusikia mwanamke anaitwa mtakuja? Ndo mimi. Nisikilize mwenda wazimu. Mimi siwezi kugombania mwanamke hata siku moja kama kwenye maisha yangu haito kuja kutokea. Hujakutana na wanawake wewe. Sebastian alijitetea kwa sauti kavu akijaribu kuonyesha msimamo wake wa kiume. Nikwambie kitu Sebastian. Hizo kauli zako unazoongea hapa za kishujaa nimeshazisikia kwa wanaume wengi tu. Ila kumbuka, hata Samson pamoja na nguvu zake zote aliangamia kisa mwanamke. Hata Adam kwa Eva hivyo. Kwenye mapenzi mwanaume ni kama mkate tu mbele ya chai. Hakuna mwanaume mgumu kwa mwanamke anayempenda wewe. Rozani alimalizia kuongea hivyo huku akimsogezea Sebastian uso wake kwa ukaribu zaidi. Walikuwa wanaendelea kupiga stori hizo na ndipo ghafla utulivu wa nyumba ulikatika. Mlango mkuu ulifunguliwa kwa kishindo kikubwa mno. Mzee mwenye umri wa miaka 60 hivi, akiwa na uso uliokuwa umekunjamana na kovu kubwa mwilini, aliingia ndani akiwa ameambatana na kundi la wanaume kama 6 wenye silaha za moto na mapanga. Hey! Sebastian na Rozani walishtuka mno.
Wakasimama kwa kasi huku Rozane akawa anajificha nyuma ya Sebastian. Wale ndugu zake na Rozane walipiga kelele, lakini walidhibitiwa haraka mno na wale vijana wenye silaha. Yule mzee alimtazama Sebastian kwa macho makali ya chuki yaliyokuwa yakitiririka damu kwa hasira. Kwa hiyo wewe ndo Sebastian Black, bingwa wa ndoa feki, si ndo manake? Sauti ya yule mzee ilimtetemesha nyumba nzima. Sebastian na Rozane walitazamana kwa mshangao na hofu. Wote walionekana kuto kumjua huyu mzee. Huyu mzee ametokea wapi? Na hata pia Sebastian alishangaa, huyu mzee amewezaje kujua kazi yake ambayo kimsingi ni asiri mno? Sebastian aliamua kuvaa ujasiri na kisha akauliza, we mzee, wewe ni nani? Na unataka nini ndani yangu, ndani ya nyumba yangu? Yule mzee alicheka kwa dharau, kicheko kilichosikika kama vile msuguano wa mawe, na kisha alikunja uso wake na kusema kwa sauti ya amri, sikiliza kijana, wala hata usijali. Unataka kunijua mimi? Utanijua mimi ni nani. Vijana, hebu wakamateni hawa. Kwa kasi ya ajabu, kabla Sebastian hajafanya chochote, wale wanaume walimvamia. Mmoja alimkamata Rozane na mwingine akamkamata Sebastian. Waliwaziba puani na vitambaa vilivyokuwa vimejaa harufu kali ya kemikali. Sebastian alijaribu kupambana, lakini nguvu zake zilisha ghafla. Macho yake yalianza kufifia na sauti ya Rozane ikiita jina lake ilianza kufifia pia. Walipoteza fahamu wote wawili ndani ya sekunde chache tu. Msikilizaji, walipokuja kuzinduka masaa kadhaa baadaye, walijikuta hawapo tena pale Mwembeanga, bali walijikuta wapo katikati ya msitu mkubwa, msitu mnene ambapo miti mingi mirefu ilikuwa imeziba mwanga wa mwezi. Sebastian alianza kuhisi maumivu makali ya kichwa. Alijaribu hivi kujiinua, lakini akasikia mlio wa vyuma. Alikuwa amefungwa minyororo mizito iliyokuwa imezungushwa kwenye mti mkubwa. Pembeni yake Rozane naye alikuwa amefungwa vivyo hivyo, akitetemeka kwa baridi na hofu. Sebastian, tupo wapi? Rozane aliuliza huku akilia kwa unyonge. Alikuwa ni mwoga sana, akihofia maisha yake na kiumbe kilichopo tumboni mwake. Ebu tulia Rozane, tusipige kelele, tulia nikutoe hapa. Sebastian alimtuliza Rozane akijaribu kuvuta ile minyororo, lakini ilikuwa imekazwa kwa ufundi mkubwa mno. Wakiwa bado hawajajua nini cha kufanya, msikilizaji, mwanga mkali wa tochi uliwapiga machoni mwao. Yule mzee akiwa amevalia koti refu huku akiwa anavuta kiko iliyokuwa inatoa moshi mzito, alitokea maeneo ya gizani akiwa na watu wake. Alisimama mbele ya Sebastian pamoja na Rozane. Alivuta kiko kwa utulivu wa kutisha kweli kweli. Inaonekana bado hamjanijua mimi ni nani na kwa nini niko hapa, si ndio? Ila sio mbaya. Huwa napenda kabla ya kumuua mtu au kumwadhibu, kwanza anatakiwa alijue kosa lake. Yule mzee aliomba picha kutoka kwa kijana wake mmoja. Alipewa album yenye picha za binti mrembo aliyokuwa akitabasamu kwenye picha hizo, na kisha akamwonyesha zile picha Sebastian huku akisema, Sebastian, unamfahamu huyu mwanamke? Sebastian akajaribu kuvuta kumbukumbu, akaitazama ile picha kwa umakini. Sebastian akawa mbona kama akumbuki. Mimi simfahamu, alijibu Sebastian kwa sauti kavu, na yule mzee aliendelea kwa uchungu na kisha akasema, sikiliza Sebastian, huyu binti anaitwa Rebecca Dasanga. Ni binti yangu pekee niliyokuwa nimebarikiwa na Mungu, lakini wewe uliamua kufupisha maisha yake. Hey! Sebastian alishangaa, moyo ulimshuka kwamba Sebastian kasababisha kifo cha mwanadada anaitwa Rebecca. How? Rebecca ni nani? Sebastian haelewi.
Lini? Hajawahi kuua mtu, maskini ya Mungu. Bora msikilizaji, tukutane katika sehemu ya 7, mzigo mtamu wa kuitwa Binti Rozane. Mpaka kufika hapo, mimi niseme asante, lakini katika sehemu ya 7 tutajua ilikuwaje. Huyu mzee ni nani? Rebeka katoka wapi? Na hata Sebastian mwenyewe anashangaa, yeye hajawahi kuwa mtu. How? Toba. Hey. Bwana, mimi sina jipya. Naitwa Uncle J Simulizi. Mzigo kutoka kwake Saidi JR. Imeniuma kweli ese. Bwana, Sebastian na Rozane wametekwa. Ngoja tuone nini kitakachoendelea. Na mbaya zaidi, Rozane ni mjamzito. Hii mimba hii sidhani kama atajifungua huyu binti. Maana anapitia heka nyingi kweli yani. Haya. Asante. Na kwaheri.